Mtu anaweza asitoke katika kifungo cha shetani kwa sababu ya kuwa na alama za shetani ama satanic marks. Paulo anasema ya kwamba tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana mwilini mwangu nachukua chapa zake Kristo. Kama kuna chapa za shetani, then kuna chapa za kama kuna chapa za Mungu, kuna chapa pia za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 10 pale, kama sikosei, Yesu anasema ya kwamba kila mchungaji wa kondoo ambaye anaingia katika zizi la kondoo bila kuingia katika mlango, huyo ni mnyang'anyi na ni mwizi. Mapepo yakianza kuingia katika mwili wa mtu, nataka nikuambie kwamba huwa yatumii ile milango ambao Mungu ameitengeneza. Kwa mfano kwamba ukianza kupokea Roho Mtakatifu, wewe mwenyewe ndio utamkaribisha, lakini pepo akitaka kuingia ndani yako huwa anaingianga kupitia kwa satanic marks most of the time, zile alama ambazo unachanjwa na mganga. Maana mapepo yakikuangalia ama yakiangalia mwili wako, yanaona mwili wako kama ni nyumba. Ndio maana maandiko yanasema kwamba pepo mchafu amtokapo mtu huenda jangwani, mahali kusikokuwa na maji, na alafu akiwa pale anatazama kama nyumba aliyokuwa anaishi imefagiliwa. Kwa hivyo pepo akikuangalia ama akiangalia mwili wako anaona kama mwili wako ni nyumba. Sasa nyumba ujui inakuanga na mlango, lakini kawaida Yesu anasema ya kwamba mchungaji wa kondoo ambaye asiyepita katika mlango, huyo ni mwifi na mnyang'anyi. Mapepo huwa yanapita kupitia kwa alama za shetani ambazo utaona mganga anakuchanja, vitu kama hizo, zile tatusi ambazo unaona watu wanajiweka kwenye mwili wao. Ndio maana utaona kwamba maandiko yasema kwamba naye Roho Mtakatifu akiangalia mwili wako anaona kama ni hekalu. Sasa nataka unisikilize kwa makini. Ukienda kwa mganga alafu mganga kataka sasa aanze kukuchanja chale, ujue kwamba anafungua milango kwenye mwili wako. Hiyo ni milango ambao mashetani yakiangalia mwili wako yatakuwa yanaona milango kubwa sana ambayo imefunguliwa, mahali ambapo yanaweza yakapita na yakafanya kazi zake. Ndio maana mtu ambaye ako na satanic marks, huyo mtu kuachwa na mapepo sio rahisi sana, unless mchungaji ambaye anamuombea akishe kwamba amefuta zile alama kwa damu ya Yesu Kristo na amefunga ile milango ambao mganga alikuwa ameifungua kwenye mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Paulo anasema kwenye kitabu cha Wagalatia 6 na mlango wa 17, anasema tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana mwilini mwangu nimechukua chapa za Kristo. Kwa hivyo kama uko na alama za kishetani, ni vizuri ukaombewa zikafutwa. Maana ukiwa na alama za shetani alafu ukaombewa deliverance ama ukombozi, hiyo ni jambo ambalo haiwezekani. Maana mapepo yatarudi tena, yanaangalia mwili wako, anaona milango mikubwa sana ambayo imefunguliwa. Sasa Yesu anasema hivi, ama niseme hivi, mtu pia anaweza akafungwa kupitia kwa kubebeshwa mizigo na shetani. Ndio maana Yesu anasema kwenye kile kitabu cha Mathayo 11 na mstari wa 28 mpaka 30, anasema njooni kwangu enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yesu anasema hapo mbele ya kwamba kwa maana mzigo wangu ni mwepesi na nila yangu ni laini. Yesu, kumbuka, ako na mzigo wake ambao anakubebesha baada ya kuwa umeokoka. Kwa mfano ni ile assignment ambao amekupea ili kuifanya hapa duniani. Huo ni mzigo ambao amekuwekelea ili ubebe. Lakini pia alisema kwamba mtu akitaka kunifuata lazima ajitwike msalaba wangu na alafu anifuate. Inamaanisha kwamba afuate njia ya Yesu na alafu abebe kile ambacho ni cha Mungu aende nacho. Uende na utakatifu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Uende na utu wema, matunda ya Roho Mtakatifu ya bebe. Ni mizigo kati ya mizigo ambayo Yesu anasema umfuate ukiwa umeibeba. Lakini naye shetani anakuanga na mizigo yake ambao akikutwika mzigo wake hauwezi tena ukaubeba. Ndio maana Yesu anasema, njooni kwangu enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito. Tofauti ya mzigo wa Yesu na mzigo wa shetani ni kwamba mzigo wa Yesu unabebeka, lakini mzigo wa shetani ni mzito kiasi kwamba hauwezi ukaubeba. Shetani naye ni mjanja kiasi kwamba anajua kwamba kuna mizigo tofauti tofauti ambao watu hawajui kwamba wanaweza wakabebeshwa na shetani pasipo kujua. Kwa mfano, wakati ule ambapo umekosana na mtu alafu yule mtu kakosa kumsamehe, ujue kwamba kitu ya kwanza hapo ni mzigo umemjitwika. Maana huyo mtu utakuwa umembeba katika moyo wako. Kuwa na wifu, kuwa na hasira, hiyo ni mizigo ambayo Yesu anataka upeleke kwake. Sasa nataka tuangalie kwenye kitabu cha Isaya ule mlango wa 58 na mstari wa 6 mpaka wa 7. Isaya anasema hivi, je, hii sio saumu niliyoichangua kulengeza vifungo za kamba na nira? Isaya anasema hii ndio saumu ambao niliichangua. Na hii inatufundisha kwamba ile nira ambao shetani atakufunga ama ile mizigo mizito ambao shetani atakubebesha, hiyo mizigo itaondoka wakati ule ambapo unajitoza kwenye saumu, kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Ukisoma kwenye hiyo mistari ambao Isaya ameeleza pale, utakuja kuona kwamba alikuwa anazungumzia kuhusiana na kufunga na kuomba. Kwa hivyo unapoona kwamba umebebeshwa mizigo na shetani, unafaa kujitoza kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Na hii ni jambo la kujichangulia we mwenyewe. Maana Isaya anasema ya kwamba hii ndio saumu niliyoichangua. Wewe umechangua saumu ya namna gani? Umechangua kuombea nini kwa maisha yako? Maana kuna watu wamechangua saumu ya kuomba ili kwamba wafanikiwe, lakini hawajachangua saumu ya kuomba ili zile nira ambao zimewafunga zikapate kukatika. Kuna watu wameridhia tu kubeba mizigo ya shetani, bora tu wamefanikiwa. Lakini Isaya anasema ya kwamba hii ndio saumu niliyoichangua, ya kwamba kulengeza nira na kuharibu kila vifungo zote ambazo zimefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nataka tupige hatua. Sasa utajuaje kwamba ule mzigo umebeba ama kile kifungo ambacho uko nacho, tuseme ile nira ambayo umebeba ni ya Mungu ama ni ya shetani? Utajuaje kwamba shetani anafanya kazi kwa maisha yako? Kitu cha kwanza, ukisoma Biblia yako vizuri kwenye kile kitabu cha Mathayo 7 na mstari wa 15, maandiko yanasema ya kwamba mtawajua kwa matunda yao. Yale matunda ambayo yanaproduciwa kwa maisha yako. Na ujue kwamba shetani yale matunda ambayo anazalisha ni matunda ambayo yanahusiana na kuiba, kuharibu na kuua. Lakini pia utajua kwamba kuna operation ama kifungo cha shetani kinafanya kazi kwenye maisha yako wakati ule ambapo utaangalia neno la Mungu, utamulika hiyo tatizo yako kwa neno la Mungu. Maana neno la Mungu inakuanga na component ya nuru. Maandiko yanasema ya kwamba nayo nuru yang'aa gizani na wala giza halikulishinda tena. Lakini ukisoma hicho kitabu cha Yohana utaona kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kwa hivyo neno inakuanga na component ya nuru. Na wakati unapomulika tatizo lako ambao uko nalo kwa neno la Mungu, ndio utajua kwamba ni la shetani ama ni Mungu ameridhia tu, kama vile Ayubu alikuwa ameridhia, ama kwa Lazaro ambaye alikuja kufufuliwa. Lakini pia utajua kwamba shetani hako kwenye kazi wakati ule utahusisha Roho Mtakatifu, ama wakati ule ambapo pia utakemea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana kwa jina la Yesu kila goti litapigwa na vitu vyote vya duniani na mbinguni, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana.